Unaweza kudhani ya kwamba una marafiki, lakini ukweli ni kwamba hauna marafiki, una comrades. Comrades ni watu ambao mna mazungumzo ya pamoja ambayo yanafanana, ni watu ambao mna mazingira ya pamoja ambayo yanafanana, ni watu ambao mnasali pamoja, mnashabikia timu moja, mnapenda vitu fulani kwa pamoja, huenda mmeajiriwa kwa pamoja kwenye taasisi fulani au ofisi fulani, au mnafanya biashara fulani. Hao ni macomrades na sio marafiki. Na sifa za macomrades ni kile kitu ambacho kinawaunganisha kwa pamoja, kinapotoweka ule uhusiano wenu unaweza usiendelee. Kwa mfano, huenda mlisoma pamoja chuo kikuu pamoja na mkawa karibu sana, mkawa mnatembea pamoja, mkawa mna mazungumzo ya pamoja, lakini mara baada mtakapokuwa umemaliza chuo hamtaendelea tena kuwa na mahusiano ya pamoja. Huyo hakuwa rafiki, huyo alikuwa ni comrade. Na kuna watu wengine huenda wakadhani wana marafiki, lakini ni kwa sababu wao na hawa wanaodai ni marafiki zao ambao ni macomrades, unakuta wamemchukia mtu kwa pamoja, wote wanachuki moja kwa mtu fulani. Kwa hiyo wao wakadhani ni marafiki, kumbe ni macomrades, kwamba wanachukia mtu fulani wote kwa pamoja. Au unakuta kuna watu fulani wanadhani wao ni marafiki, lakini kumbe ni kwamba wao ni rafiki wa mtu mmoja fulani, na hivyo wakadhani na wao pia ni marafiki, lakini ukweli ni kwamba wao ni macomrade. Yani comrade ni inatokana na neno ambalo ni common thing, kwamba kitu kimoja cha pamoja kinapowaunganisha. Na sifa ni kwamba hiko kitu kisipokuwepo, hayo mambo yasipokuwepo, hayo mazingira yasipokuwepo, hizo nafasi zisipokuwepo tena, hamtaendelea na mahusiano. Sasa leo ninataka nikufundishe sifa za rafiki wa kweli, na hizi ndiyo sifa muhimu za rafiki wa kweli. Kwanza, rafiki wa kweli hasemi kila unachotaka kusikia, isipokuwa rafiki wa kweli anasema kile unachohitaji kusikia. Kwa sababu Mithali 27 fungu la 6 inasema, jeraha la rafiki ni la uaminifu. Rafiki wa kweli hakubembelezi kwa makosa yako, anakukosoa bila kukudharau, anakuwekea ukweli juu ya hisia zako. Ukweli ni kwamba rafiki wa kweli anajali mustakabali wako, si komfoti yako ya muda. Sifa ya pili ya rafiki wa kweli. Rafiki wa kweli hakukimbii wakati mambo yanapoharibika. Mithali 17 sura ya 17 ya Mithali fungu la 17. Rafiki hupenda wakati wote. Rafiki hupenda wakati wote. Wengi ambao wanakuwa kwenye maisha yako wanaweza kuwa karibu na wewe ukiwa juu, ukiwa na afya, ukiwa na pesa, ukiwa na nafasi, na ni wachache ubaki ambapo umevipoteza hivyo vyote. Kwa hiyo rafiki wa kweli hawezi kukuacha unapokuwa broken. Rafiki wa kweli haondoki ukiwa dhaifu. Rafiki wa kweli hawezi kukucheka kwa matatizo yako akayafanya kama entertainment. Rafiki wa kweli, sifa yake ya tatu, haonekani na wivu pale ambapo unakuwa umekuwa. Rafiki wa kweli hana wivu juu yako. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 18, Daudi na Jonathan walikuwa ni marafiki wa kweli. Kimsingi kabisa, Jonathan alikuwa ni rafiki wa kweli kabisa wa Daudi. Jonathan hata alimuona rafiki yake Daudi akikua, akipata umaarufu mkubwa, hakuweza kumchukia. Jonathan hakumwekea kabisa wivu Daudi. Jonathan alimtetea hata ikamwatalisha kabisa, na akapoteza nafasi yake kwenye moyo wa baba yake na kwenye kiti chake cha enzi, lakini kwa niaba ya kutokuwa na wivu kwa rafiki yake. Na ukiona hii dalili, huyu ni rafiki bandia. Ukiona mtu ambaye anakushangilia mwanzoni alafu anakuchukia pale ambapo unazidi kukua, huyo hakuwa rafiki, huyo ni rafiki bandia. Sifa ya 4 ya rafiki wa kweli. Rafiki wa kweli hakutumii kwa maslahi yake binafsi, kwa sababu Ayubu sura ya 6 fungu la 14 inasema, mwenye tabu anastahili fadhili kutoka kwa rafiki yake. Sasa rafiki wa kweli
hakuji tu kwako kwa sababu anahitaji pesa, anahitaji vocha, anahitaji umsaidie kitu fulani. Yeye akiwa tu kwenye mahitaji ndo anapiga simu. Yeye akiwa kwenye mahitaji ndo anakutembelea. Yaani uwepo wake kwako ni kama wewe kumsaidia. Ukiona mtu anakujali wakati ambao ana kitu anakihitaji, huyo sio rafiki wa kweli. Kwa sababu rafiki wa kweli si investor wa maisha yako, isipokuwa rafiki wa kweli ni mshirika wa maisha yako. Sifa ya 5 ya rafiki wa kweli ni kwamba rafiki wa kweli anakusaidia kukua na sio kukuharibu. Kwa sababu Mithali 13 fungu la 20, Biblia inasema aendaye na wenye hekima atakuwa na wenye hekima. Sasa unajiuliza, je, huyu rafiki yako anakupeleka wapi? Je, unakuwa bora kila siku unapokuwa naye au unakuwa mbaya kila unapokuwa naye? Anakufundisha mabaya au anakufundisha mazuri? Ukweli ni kwamba rafiki anayeharibu maadili yako si rafiki, huyo ni mzigo. Sifa ya 6 ya rafiki. Rafiki wa kweli anakuhifadhia siri zako, lakini hazihifadhi siri zako kama silaha. Kuna mambo huenda ni madhaifu kwako, kuna mambo huenda watu wengine hawajui kukuhusu wewe. Sasa hayatunzi kama silaha ya kukudhuru. Mithali 11:13 inasema mwenye kueneza fitina hufunua siri. Sasa rafiki wa kweli sio muongo au msengenyaji kuhusiana na mambo yako au udhaifu wako. Atumie udhaifu wako ili kukushusha na kukandamiza. Na utagundua hivi, kama anaweza kuzungumza siri za wengine kwako na ukadhani ya kwamba ni rafiki, huyo anaweza kuzungumza za kwako pia kwa wengine. Sifa ya 7 ya rafiki wa kweli. Rafiki wa kweli hashindani na wewe kabisa. Yaani Warumi 12:15 inasema furahini pamoja na wafurahio. Kwa hiyo rafiki wa kweli ukifaulu na yeye hufurahi. Rafiki wa kweli ukishinda na yeye hufurahi. Rafiki wa kweli ukiolewa na yeye hufurahi. Rafiki wa kweli ukipandishwa cheo na yeye hufurahi. Yaani hakufanyi maisha yako na yake kama mashindano, kwamba anaumia unapofanikiwa, kwamba anachukia unapokuwa. Isipokuwa rafiki wa kweli hapimi maendeleo yako dhidi yake. Isipokuwa rafiki wa kweli anajua kabisa mafanikio yako hayampunguzii thamani yake. Na hivyo rafiki wa kweli ni nadra. Rafiki ya kweli ni nadra sana, na ndio maana Yesu alisema katika Yohana 15:13, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Sasa rafiki ya kweli atakwambia ukweli na atakubeba kwenye giza. Rafiki ya kweli atakuwa na wewe hata wakati wengine wamekuacha. Rafiki wa kweli atakusukuma kuelekea kwenye nuru. Pale ambapo anaona unaharibikiwa, pale ambapo unaona unapotea, pale ambapo anaona unapoteza, atakuinua na kukusaidia. Rafiki wa kweli hakupi raha ya muda. Rafiki wa kweli anakupa mwelekeo wa maisha. Uwe rafiki wa kweli kwa rafiki yako. Mungu akupe rafiki wa kweli kwenye maisha yako.